miradi ya umwagiliaji. Sasa hivi miradi inayotekelezwa ya umwagiliaji kwa nchi nzima ni zaidi ya 780. Tangu uhuru tulikuwa na ekari 560 za umwagiliaji. Ndani ya kipindi cha miaka minne sasa imefika 980, kasoro 20 tu kufika milioni 1. Na hii ni miradi ambayo imepelekwa vijijini kwa wananchi wa Tanzania, kubadilisha kipato cha kila siku cha mtu mmoja mmoja. Huku ndiko kuwajengea uwezo wananchi wetu wa Tanzania. Lakini ipo miradi mikubwa ya kimkakati na yenyewe inaendelea. Kwenu nyie mkoa wa Iringa, mnaona nimepita pale uwanja wa ndege, nikasema hawa ndugu zetu wametuzidi hata sisi wa Singida ambao tuko karibu na makao makuu. Shughuli kubwa inaendelea na kiwango kikubwa kimekamilika. Ndege zimeshaanza kutua, zitaongeza utalii, lakini pia zitaongeza ufanisi katika shughuli za kila siku za maendeleo. Lakini nimeelezewa pia miradi mingine hapa na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kazi zilizosalia zinapewa huo ushahidi kwamba kama katika kipindi kilichopita imetekelezwa miradi hii, maana yake kipindi kinachokuja ni kwenda kutekeleza maeneo yaliyosalia. Sasa hivi kwa nchi nzima kila kijiji umeme umeshagusa. Sasa tunaongelea kupeleka kwenye vitongoji. Na hapa mheshimiwa mbunge ametaja vitongoji ambavyo viko bado. Hiyo ndo kazi inayofuata. Na mheshimiwa rais ni champion, ni kiongozi kinara kwenye nishati safi ya kupikia duniani. Maana yake nini? Ni lazima tuwe na hiyo nishati safi ndipo tuweze kuipikia. Maana yake nini? Ni jambo la kipaumbele kwa serikali kwenda kwenye utekelezaji wa usambazaji wa nishati kwenda mpaka ngazi ya familia. Mimi napita kufuatilia utekelezaji wa ahadi za mheshimiwa rais. Katiba yetu inasema mheshimiwa rais akishatamka, waziri mkuu atatekeleza ama atawezesha jambo ambalo mheshimiwa rais ameelekeza litekelezwe ili liweze kutekelezwa. Kwa ninapopita pia nasimamia kuhakikisha yale yaliyo mheshimiwa rais aliyoahidi na yale ambayo yako kwenye ilani yaweze kutekelezwa. Na niwaambie watendaji wote wa serikali, eneo lolote ambalo mheshimiwa rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Msitafute kibali kingine tena. Kama rais ameelekeza, mheshimiwa rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Hakuna mwingine wa kuombwa kibali. Maelekezo ya mheshimiwa rais ni ya mwisho. Sasa nimepita hapa, nimeelezewa hii habari ya barabara. Nimemsikia mbunge akisema, nimemsikia na mwenyekiti, nimemsikia na mkuu wa mkoa, nimemsikia na chief aliyeongea kwa niaba ya wazee. Na mheshimiwa rais alitoa ahadi ya kujengwa hii barabara ya Mtwango Nyololo. Meneja wa TANROADS yuko wapi? Unisikilize vizuri. Sitaki majibizano ya barua ya vibali kwenye jambo ambalo rais ameelekeza. Jambo ambalo lipo kwenye ilani na ni ahadi ya rais. Tafuteni mkandarasi kilomita hizi 20 ambazo mheshimiwa rais alishazisema. Malizeni kupata mkandarasi. Hivi nikiondoka ndani ya wiki 2 mniambie mmeshampata mkandarasi. Akiahidi mkuu wa mkoa, mnaweza mkajenga hizo mita 200. Ahadi ya rais mnajengaje mita 200? Sasa mkuu wa mkoa, wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya barabara, simamia hili
Hili halina kibali kingine, Mheshimiwa Rais alishaelekeza liende kwenye utekelezaji. Ndani ya wiki mbili mtampata mkandarasi, ndani ya wiki mbili. Hebu sogea kwenye mic hapa. Hebu niambie, inachukua muda gani kupata mkandarasi? Mkuu, kwa kawaida kwa utangazaji wa hizi kazi zinachukua siku 7 kwa national competitive, halafu na usanifu almost itaweza hata wiki 3. Hii haijasanifiwa? Mambo ya evaluation haijasanifiwa? Hii shafsanifiwa tayari mkuu. Mimi najua wataalamu wetu akitaka kukupiga anaweka Vingereza vingi, evaluation, adjustment. Siku 7 na hizo za evaluation, hizo ni wiki 2. Wiki 2 mkandarasi apatikane, ahadi ya rais ianze kutekelezwa. Sawa. Bahati nzuri nilikuwa kule kwenye chungu, kwa hiyo najua hela itatoka wapi. Anzeni kutekeleza ahadi ya rais. Sawa. Lakini pia kuna barabara hii nyingine hii ambayo inabeba uchumi mkubwa wa wilaya hii, mkoa huu na nchi yetu. Ni aibu magari yaliyobeba mzigo kukwama. Magari yamebeba mbao ya kwame, na miaka yote tunajua tunazalisha mazao ya mbao, mazao ya viwandani. Sasa wewe na katibu tawala, rasi uko hapo, andikeni barua leo. Kwani kalamu haziandiki weekend? Sitaandika. Andikeni barua leo. Pelekeni Wizara ya Fedha. Sawa. Kupewa advance payment ya mradi ule ambao umeshakaa muda mrefu, kazi yanza. Sawa. Barabara ile ikipitika tutapata fedha nyingi zaidi. Sawa. Andikeni, na hiyo nakala mtakayopeleka huko TANROADS makao makuu na mtakayopeleka Wizara ya Fedha, mpe nakala bubu katibu wangu. Sawa. Inapoanza Jumatatu nizione hizo nakala. Sasa mimi ni mfugaji, nilikuwa nahesabu ng'ombe kwa macho. Unaangalia tu kwenye tembea yao, unasema mbona pale pamebaki na bonde pale, yule anayetembeaga pale yuko wapi? Kwa hiyo hii nitaifuatilia. Tumemalizana. Sawa. Ndani ya wiki 2 hii ya huku nipate nakala kwamba mmeshamaliza, mnaomba fedha. Hii nyingine huku Jumatatu nipate nakala. Sawa. Haya, hilo hapo la ahadi ya Mheshimiwa Rais tumemalizana.